Malezi na makuzi yanaanza katika familia. Tangu mama akiwa mjamzito, wanasayansi wanasema kwamba malezi na makuzi ya mtoto yanaanzia pale. Hata mama anapokuwa mjamzito, ukiwa unamsemesha vibaya, ukiwa unamnyanyasa, hata kile kiumbe kilichoko ndani kuna namna fulani ambapo kinasafa na kinaweza kika-affect hata maendeleo na ukuaji wake katika siku za usoni. Kwa mila na desturi za jamii zetu za Kitanzania, watoto wote huwa wanapata malezi yanayofanana bila kujali umri na hali ya mtoto. Hata hivyo, watoto wa umri mdogo wanahitaji aina ya malezi ya ziada ukilinganisha na watoto wenye umri wa miaka 8 na kuendelea. Hapa ndipo tunapozungumzia huduma ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Programu hii imelenga kuwekeza moja kwa moja kwenye maendeleo ya watoto ili kuharakisha upatikanaji wa matokeo chanya ya maendeleo ya awali ya mtoto katika upatikanaji wa huduma za malezi jumuishi zenye vipengele vitano ambavyo ni afya bora kwa mtoto na mama pamoja na mlezi. Nafikiri nilipata bahati ya kusikiliza baadhi ya presentation. Nimeona kwamba kuna huduma jumuishi, kuna masuala ya elimu, chanjo. Kwa hiyo tunapozungumzia afya bora kwa mtoto tunaangalia kwa ujumla wake. Lakini namba 2, kuna lishe ya kutosha kuanzia ujauzito. Tunasema mama anapopata ujauzito mpaka anapojifungua na mtoto kufikisha miaka 2, hicho ni kipindi cha siku 1000. Na hicho kipindi cha siku 1000 ni kipindi muhimu sana katika ukuaji na maendeleo ya mtoto. Tukizembea katika swala la lishe, malezi, makuzi, kuna uwezekano tukapata mtoto ambayo hana potential kubwa ya kuwa mtu ambaye ni productive katika maisha yake ya baadaye. Kwa majina naitwa Dennis Mgie, ni mratibu wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoa wa Arusha. Leo tumekuwa na kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa programu. Matarajio yetu makubwa kama mkoa ni kuona kwamba yale malengo ambayo tumejiwekea yote yanafanikiwa kwa 100% na kuona huyu mtoto wa Arusha ambaye tumemwangazia kwa sekta zote hizi mtambuka anakuwa katika utimilifu wake. Sisi kama SOS tunajivunia na tunafurahi kuwa sehemu ya timu ambayo imekuwa ikitekeleza programu hii ya MAM. Wazazi wote, baba na mama, ndugu na jamaa, washiriki katika kumkuza na kumlinda huyu mtoto. Na yote hayo tunayafanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini sana sana serikali, kwa sababu tunajua wao ndo wanatunga sera, sheria na miongozo na ni watekelezaji wakubwa pale miradi inapokuwepo, hata pale miradi ambayo haipo. Kwa hiyo lengo letu ni kuendelea kufanya hizi kazi kwa pamoja, kushirikiana na serikali na kuweza kufikia jamii kwa upana wake zaidi. Tukiangalia asilimia ya watoto wanaokula shuleni katika mkoa wetu ni kama 80%. Kwa hiyo 20% kwa shule za msingi na sekondari wanafunzi hawapati chakula shuleni. Na zaidi mbaya zaidi, ndani ya shule moja utakuta baadhi wanakula, wengine hawali. Kwa wale ambao hawali wanakaa pembeni, wanawatazama wale ambao wamechangia chakula. Kwa hiyo tutoe wito wazazi tuchangie chakula cha mchana, lakini tutaona performance au faulu wa watoto wetu katika mitihani au taaluma itakuwa nzuri kutokana na chakula.